Mheshimiwa Naibu Waziri wa Ardhi, hawa umewazuia kwamba wasiweke lamination. Sasa mimi tayari nilishaweka lamination. Unanisaidiaje ili hati yangu iweze kufanya kazi kama ulivyosema? Haya, mtaalamu wa ardhi. Mpeni mic huko, Kamishna jibu. Mheshimiwa Naibu Waziri, kwa mujibu wa sheria ya upimaji, hati hiyo imeshaharibika. Hivyo anapaswa kuwasilisha maombi mbele ya msajili wa hati kwa ajili ya kuandaliwa mutilated title deed. Hiyo imeshaharibika. Hati ni hela. Hati ni mali. Usiende kuweka nini? Lamination. Kama unapenda kuweka lamination, katoe photocopy. Hiyo original kaitunze sanukuni vizuri. Hiyo nyingine unaweza kuna kufanya lamination ambayo ni photocopy. Katika viwanja hivyo 645 waliokamilisha kumilikishwa na wakawa na hati ni watu 93 tu. Manake katika viwanja 15,460 vyenye umiliki halali mpaka sasa hivi ni viwanja 93 tu. Kwa hiyo wengine wote mpo kwenye maeneo hatarishi. Muda wowote mgogoro wa kusema hiki kiwanja changu Peramio, na uhakika unaweza kutokea muda wowote ule. Kitakacho kusaidia ni umiliki wa kiwanja hicho kwa kutumia dokumenti ya serikali ambayo sasa hivi ni hati ya umiliki wa ardhi. Msiende kuwanyanyasa na kuwafanya wawekezaji waliotafutwa kwa kutumia diplomasia kubwa sana wakaleta fedha ndani ya nchi yetu kwa kwenda kuvamia maeneo ya wawekezaji waliopata kihalali. Mwekezaji anakuja, amepata taarifa mzuri, amekuja amefuata hatua zote, amepata maeneo yaliyopimwa, anapewa na hati, anaanza kufanya shughuli za uwekezaji. Nyie mnaenda kuvamia maeneo ya wawekezaji ambayo wamepata kihalali. Kama maeneo yamepangwa, yamepimwa na milikishwa, wewe ukienda kufanya shughuli ndani ya eneo ambalo limemilikishwa, wewe kwa jina la kizalendo kabisa utaitwa wewe ni mvamizi. Ili kuepuka migogoro, tuzingatie sana zoezi la upimaji wa ardhi. Ukipima ardhi, si rahisi mtu akakuingilia, si rahisi mtu akafanya jeuri. Hata kurithishwa kunakuwa rahisi zaidi. Kwa sababu sisi wote tutapita duniani siku moja, lakini huwezi kurithisha shamba ambalo hata anwani haipo. Lakini kama kuna hati ile, mjukuu na kitukuu wataendelea kurithi bila matatizo. Kimsingi wananchi wameitikia kama tulivyoongelea, watu karibu 527 walipata elimu. Elimu imetolewa vya kutosha. Wananchi hawa wanafahamu maana ya ardhi, wanafahamu faida ya umiliki wa ardhi, lakini wanafahamu faida ya hati miliki na madhara yake. Wanajua kabisa ukiwa na hati unaweza ukakopa, ukiwa na hati unaweza ukamchukulia mtu dhamana, lakini ukiwa na hati unaongeza umuhimu na ile usalama wa miliki yake.